si kila upasuaji uliopangwa basi utafanyika kwa wakati huo au kwa haraka kama ambavyo watu wafikiri. Kuna mambo mengi sana uzingatiwa ndipo upasuaji unaweza kufanyika kwa usalama zaidi. Kama ushawahi kufanyia upasuaji au ushashuhudia mtu akienda kufanyia upasuaji na akatoka salama, basi tambua kwamba kuna maandalizi bora yalifanyika juu yake kabla ya huo upasuaji wake. Maandalizi hayo yaliandaliwa kwa kina. Nini kifanyike kabla ya upasuaji, wakati wa upasuaji na baada ya upasuaji. Lengo ni tupate matokeo mazuri baada ya upasuaji. Maandalizi haya tunaita perioperative care, yaani huduma nyakati zote, kabla, wakati na baada ya upasuaji wako. Wakati wataalamu tunaangalia nyakati zote hizi tatu. Ndugu wanaangalia sehemu moja tu, wanaangalia nyakati za upasuaji. Sasa hapa ndipo ugomvi unapotokea kati ya wataalamu na ndugu. Haya zaidi ikitokea mgonjwa amefariki. Hebu nielimishe jamii. Kuna kitu kinaitwa optimization, yaani kitaalamu kwamba tuna stabilize mgonjwa. Tunataka kumweka mgonjwa awe katika condition nzuri ambazo zitaweza kumruhusu mgonjwa aweze kufanya upasuaji, pia kupokea dawa za anesthesia kwa usalama wake, pia tupate matokeo mazuri baada ya upasuaji. Yaani hapa tunapima risk over benefit. Tunaangalia hali ya mgonjwa na faida ya upasuaji. Inawezekana upasuaji mkaona kwamba itamsaidia mgonjwa, lakini si kweli. Pengine hali ambazo yuko nazo mgonjwa tunahitaji kustabilize ndipo upasuaji wake uweze kufanyika kwa usalama zaidi. Ile mgonjwa ana changamoto ya upungufu wa damu. Ni lazima damu tufanye namna iongezeke, ipande ndio tuweze kwenda kufanya upasuaji, kwa sababu damu ikiwa ya kutosha maana yake itasaidia hata uponaji wa kidonda kwa wakati. Tunasema ita support the healing process of the surgical wound. Mgonjwa ana chumvi chumvi ambazo hazijakaa sawa mwilini, tunasema electrolyte imbalance. Hizi zote zinaleta risk ya cardiac arrest. Inawezekana tukaenda kufanya upasuaji mgonjwa akapata cardiac arrest, tukapoteza mgonjwa kwa sababu ndogo kabisa ambazo tungeweza kucorrect hizo chumvi chumvi na mambo mengine yataenda salama zaidi. Mgonjwa pressure zake ni uncontrolled, pressure zipo juu, tukienda kwenye chumba cha upasuaji tunategemea kabisa pressure ile itaongeza upotevu wa damu, yani damu itatoka kwa wingi, tunaweza tukampoteza mgonjwa. Mgonjwa na pressure, dawa zinaongeza pressure, mgonjwa atamka kwenye risk ya kupata stroke. Mgonjwa na sukari haijakaa vizuri mwilini, inabidi tuicontrol hiyo katika level nzuri ndio tuweze kuingia kwenye upasuaji, kwa sababu sukari tu peke yake inaenda kushusha hata kinga mwili. Vipi kidonda kitaweza kupona cha mgonjwa? Sukari peke yake inaenda kuathiri mifumo mbalimbali ya mwili, mifumo ya msukumo wa damu, tunasema cardiovascular system, respiratory system. Mgonjwa na changamoto ya magonjwa ya ini. Magonjwa ya ini yanaenda kuathiri uwezo wa damu kuganda kwa wakati. Kwa hiyo tunategemea kabisa mgonjwa atapoteza damu nyingi wakati wa upasuaji, hata pengine baada ya upasuaji. Matumizi ya dawa. Kuna baadhi ya wagonjwa wanatumia dawa mbalimbali. Kwa mfano, wagonjwa ambao wapo kwenye risk ya kupata stroke, hawa wanatumia dawa ambazo zinasaidia kuyeyusha damu, yani damu isiweze kuganda. Sasa unakuta hawa kundi kama hili wanahitaji kuacha kumeza hizo dawa kwa siku kadhaa ili tu damu iweze kurudisha uwezo wake wa kuweza kuganda